Utawala wa kijeshi nchini Madagascar umemwondolea hadhi ya uraia wa taifa hilo aliyekuwa rais wa taifa hilo na aliyeondolewa kwa njia ya mapinduzi ya kijeshi, Ande Rajoelina. Katika taarifa iliyosainiwa na waziri mkuu wa sasa wa Madagascar, Herintisalama Rajaonarivelo, imerejea sheria inayosema kuwa mtu yeyote aliyepata uraia wa kigeni anapaswa kupoteza uraia wa Madagascar. Hii ni TriGen Media. Kiongozi huyu aliyepinduliwa, Ande Rajoelina, mnamo muongo mmoja uliopita alipata uraia wa taifa la Ufaransa, hatua ambayo ilimletea utata pia katika uchaguzi wa uraisi wa mwaka 2023, lakini sasa baada ya kupinduliwa imekuwa rahisi kwake sheria kuchukua mkondo wake. Pamoja na kuwepo kwa utata huo wa kisheria kuhusiana na uraia wake, lakini bado Rajoelina alishinda uchaguzi huo wa mwaka 2023 na kuwa rais, huku ushindi wake ukizua gumzo na kuchagiza zaidi kuondoka kwake kutokana na matatizo kama vile uhaba wa umeme katika taifa hilo, uhaba wa maji ambao bado unalikabili taifa hilo. Huenda huu ni mwanzo tu wa utawala wa kijeshi wa Kanali Michael Randrianirina wa kuchukua hatua za kisheria dhidi ya Rajoelina, ambaye kwa sasa amekaririwa akisema kuwa yupo mahala salama, japo hajaeleza wazi ni wapi huko aliko. Utawala wa kijeshi wa Madagascar huenda kazi yao haikuwa ngumu sana kutoa madaraka hayo kutokana na nguvu kubwa iliyotumika kutoka kwa vijana alimaarufu kama Gen Z, ambao maandamano yao pia kwa kiasi kikubwa yalilindwa na jeshi hilo dhidi ya polisi ambao awali waliarifiwa kuwaua waandamanaji 22. Hata hivyo, katika jitihada za kujaribu kutuliza hali ya hewa, Rajoelina alivunja serikali yake kwa ahadi ya kuiunda upya, lakini shinikizo likasalia pale pale kwamba na yeye ni lazima aweze kuondoka. Hatua hii ya mapinduzi yanayoendelea kwa sasa katika mataifa mbalimbali kama matokeo ya wimbi la vijana hawa Gen Z, huenda ni mfumo mpya ambao utasumbua tawala nyingi za mataifa ya Afrika na duniani kwa ujumla. Hii ni TriGen Media.